Az-Zahira صفحة 49 mpaka 50. قال معالي الشيخ صالح الفوزاني حفظه الله في كلمة عبر وسائل الإعلام. Sheikh Saleh Al-Fawzan naye akawa linukuliwa hapa maneno yake wakati akiwa anaongea na vyombo vya habari tahta unwan man saa fi bahthi alfitnati yu'khadhu ala yadihi kaffan li sharri. Alikuwa anaongea maneno yaliyokuwa na anwani kwamba yeyote ambaye atakaye toka kwa ajili ya kueneza fitna basi yu'khadhu ala yadihi kaffan li sharri, ataadhibiwa kwa ajili ya nini? Ya kuzuia shari zake. Qala ba'da hamdillah salatu wassalamu ala rasulillah ba'd fa hadhihi albiladu biladul haramain sharifain. Miji hii ambayo ni miji ya Makka na Madina, yani nchi ya Saudi Arabia ambayo ndani yake kuna Makka na Madina, alladhina yafdu ilayhim alhujjaj walmu'tamirin, miji ambayo wanakuja misafara ya mahujaji na watu wa umra kullu amin li haji al-Kaaba al-musharrafa, kila mwaka kwa ajili ya kuhiji Kaaba tukufu. Liqauli ta'ala lillahi 'ala an-nas hajjul baiti ila akhir al-aya. Wanakuja kuhiji kwa sababu ya neno hili la Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah faradhisha watu kuja kuhiji nyumba ya Allah, nyumba yake. Wallati hiya qiblatul muslimin, wanakuja kuhiji al-Kaaba ambayo ndio kibla cha Waislamu, fi mashariqil ardi wa magharibiha, toka katika mashariki ya ardhi na magharibi yake. Qala ta'ala haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu, wanaelekea kibla watu walioko mashariki na magharibi yake kwa kauli ya Allah, popote mtakapokuwepo elekezeni nyuso zenu huko. Baqara 144, yani Masjid al-Haram. Wa fihi mahabbatul wahy, na ndani ya nchi hiyo ambayo ndani yake kunapatikana Makka na Madina kuna maeneo yaliyo teremshiwa wahi, jilodondokea aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manba'u risala, na ndio kuna chemchemu za utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbul alam alislami, na ndio moyo wa nchi za Kiislamu, ulimwengu wa Kiislamu. Wa hadhihi dawlatu mubaraka, na dola hii iliyobarikiwa, dawlatu ali Saud, dawlatu tauhid, dawla ya ali Saudi, familia ya Saud ni dawla ya tauhid wa da'wa, na da'wa wa tahkimi shariati mutahhara, na kuhukumu kwa sheria takatifu. Wa fiha qiyamul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ndani yake kuna jambo la kusimamia kuamrisha mema na kukataza maovu. Katika nchi hii yanakatazwa maovu na yanaamrishwa mema. Adhana ikitolewa watu wanafunga maduka, lazima wala utaadhibiwa na kufungwa na kunyang'anywa leseni ya biashara na mambo mengine yanayofanana haya katika munkarat. Wa fiha durul ilm لتعليم العلوم الشرعية أو دور العلم لتعليم العلوم الشرعية, kuna vyuo vya kielimu au nyumba za kielimu, dur jamu dar, kwa ajili ya kufundisha elimu za kisheria, wal ulum al-lughawiyya, na elimu za kilugha, wal ulum at-taqniya, na elimu za fani, ufundi, injinia, daktari, elimu zote za sakula, elimu za mazingira. Watakumu hadhihi dawla ala khidmati alharamain sharifain. Kadhalika pia nchi hii, dola hii inasimamia jambo la kuhudumia haramaini, haram ya Makkah, haram ya Madina tukufu, wa tawfirul amn lilhujjaj walmu'tamirin, na kuhakikisha
amani ya mahujaji na watu waliokuja kufanya umra inapatikana kwa wingi, walwafidina ilaiha, na wale wanaokuja katika miji hii minal muslimina bitawfiqillah, katika waislamu kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunfiqu ala muassasati da'wati fiha, dola hii yani nchi hii ya Saudia inatoa pesa kuzipa zile taasisi za da'wa ndani yake. Lakini si hivyo tu, wa fil alami alislami, kadhalika pia inatoa pesa kuzipa taasisi za da'wa zilizopo katika ulimwengu wa Kiislamu, nchi tofauti tofauti. Watakumu alaiha, na inasimamia wa tabzulul musaadat as-sakhiyya lilmuhtajin. Kadhalika dola hii, nchi hii ya Saudia inatoa misaada mingi mikubwa lilmuhtajin, kwa wale wenye kuhitajia. Kama sasa hivi ndugu zetu wa Gaza, walmankubin, na wale wenye shida na mabalaa na matatizo, watu wenye dhiki ambao wamebomolewa miundombinu, watu waliobomolewa mahospitali. Isaaf, juzi tu kuna ndege kubwa la beba isaaf, hizi ambulance, gari nyingi zinaingia katika ndege moja, mavyakula yanajazwa humo, yanasafirishwa na kwenda huko. Masafati zote zilikuwa na madaktari bingwa kwa ajili ya kwenda kusaidia majeruhi ambao wanaopatikana huko katika eneo ya Gaza. Minal muslimin fi kulli makanin, katika kila eneo. Watusharik fi hilli mashakil almuslimin, hata katika zilzala iliyopatikana kule pakani mwa Turuki na Syria. Saudi ilipeleka misaada tofauti tofauti, vyakula na mfano wake, na wakajenga mahema ya kuwaweka wale ambao walibomokewa na majumba yao maila dhani. Watusharik fi hilli mashakil almuslimin, na nchi hii inashiriki katika vikao na makongamano ya kujadili namna gani ya kuweza kuondoa mashakili ya Uislamu. Tarehe 11 mwezi wa 11 kulikuwa na kikao mutamar mkubwa ambao uliofanyika Riyadh. Marais wa nchi tofauti tofauti za Kiislamu na za Kiarabu waliweza kushirikiana katika kutoa matamko na kauli yao kwa ujumla nini wanatakiwa wafanye na wasimame dhidi ya Mayahudi ambao wanaua na kuadhibu Waislamu wenzetu katika miji ya Gaza. Wakati qamat hadhihi ad-dawla, wakati qamat hadhihi ad-dawla, na dawla hii ilisimama ala bai'atin shar'iyyah wa hiya tahmi ijtima' al-kalima, ilisimama juu ya bai'a ya kisheria, kiapo cha utiifu cha kisheria. Wa hiya tahmi ijtima' al-kalima, kiapo hichi kinahami na kulinda ule mkusanyiko wa neno la Waislamu. Wa tuqimu al-hudud ash-shar'iyyah, na kusimamisha zile hukumu za kisheria, had, mipaka ya kisheria isivukwe, ala al-junat, juu ya wale wanaofanya makosa ya jinai kama kuiba, uzinzi na mfano wake, na kuua. Wal mufsidin, na watu ni kufanya fasadi, maharibiku bima yahfadhu ad-din, kwa mambo ambayo yanahifadhi dini. Wal ird, mambo ya kuhifadhi heshima. Wal mal, na mali. Wal amn, na amani. Wal istiqrar, na utulivu. Haithu la amna illa bi jamaatin, kwani hakuna amani isipokuwa kwa jamaa, kikundi kilichokuwa na kalima moja. Kama ni nchi, watu wote wanatakiwa wasimame na neno moja. Wala jamaata illa biimami, na wala hakuna jamaa isipokuwa lazima iwe na kiongozi. Ukiona watu ni wamoja halafu hawana kiongozi, ujue kiongozi wao ni shetani. Wala imamata illa bisam'in wa ta'a, na wala hakuna uongozi, kiongozi hapatikani isipokuwa lazima kupatikane kusikia na kutii.
Walimamatu, na uongozi, tanaqidu bimubayati ahli al-aqdi, unafungamanishwa kwa kupewa bai'a na watu wazima wenye busara na hikma katika nchi hiyo, wazoefu wa mambo ya kiutawala na kiuongozi, watu walioweza kuwa na khibra ya watawala waliopita, watu wazima ambao wanaweza wakaeleza jambo likawa ni lenye manufaa. Hakuna imama isiyokuwa na bai'a ya watu hawa. La bil intikhabati al-gharbiyya, uongozi haupatikani kwa hizi kura, kupiga kura zilizoanzishwa na wa magharibi. Wa man kharaja ala al-jamaa, na yeyote atakayetoka katika hii jamaa, fahuwa shadh, huyo atakuwa amepwekeka, amekhalifu watu wengi. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa man shadha fi an-nar, atakayejichomoa kwenye kikundi cha watu wengi atakwenda kukaa peke yake motoni. Wakati khala ribqat al-islam, ametoa ribqat al-islam, ametoa ule ukamba ambao huwa shingoni wa Uislamu. Mtu akitamka shahada anakuwa na ukamba shingoni, kama vile vazi la Uislamu, kisha akiliondoa akitoka anakuwa ametoka katika vazi hilo. Fi min unuqi, kutoka shingoni kwake. Wayamutu mitatal jahiliya, na atakufa kifo cha jahiliya, kifo cha wale waliokufa kabla ya Uislamu. Fa innahu yukhadhu ala yadihi kaffan li sharrihi, hakika mtu huyo atazuiliwa, kutoka katika jamaa atazuiliwa. Ayo kama saha dhalika fi alahadithi, wa man sa'a fi ba'th alfitna fa innahu yukhadhu ala, kama ilivyosihi katika hadithi zilizokuja kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man sa'a fi ba'th alfitna, na yule atakayejitahidi kueneza fitna, fa innahu yukhadhu ala yadihi kaffan li sharrihi, huyo atazuiliwa, atashikwa mkono wake asiendelee kwa ajili ya kuzuia shari zake. Wa yajibu at-ta'awun ma'a ulati al-amri, itakuwa ni wajibu kusaidiana na viongozi ala alwajhi almashru', kwa njia ya kisheria. Lianna hadhihi al-a'mal amanatun fi anaqi almuwazzafin, kwa sababu hizi kazi hizi ni amana katika mashingo au katika shingo za wale wafanyakazi. Yasaluhumullahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza kuhusu amana hizo. Wafanyakazi wasaidizi wa viongozi ambao watakaokhana, watakaofanya khiana kuwafanyia viongozi, wasaidiane nao, basi Allah atauliza. Wakadhalika yajibu taawun ma ulati umuri almuslimin, kadhalika pia ni wajibu kusaidiana na viongozi wa mambo ya Waislamu, bimunasahatihim bituruqi shar'iyya, kwa kuwanasihi kwa njia za kisheria. Watakunu nasihatu sirran, na nasaha huwa inakuwa kwa siri, baina an-nasih wal mansuhi, baina ya mwenye kunasiri na mwenye kunasiriwa. Kama jaa fi alhadith, kama ilivyokuja katika hadithi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana indahu nasihatun lidhi sultanin falyakhudh bi yadihi wa yansahu sirra bainahu wa bainahu fa in qabila wa illa faqad adda ma alayhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana indahu nasihatun lidhi sultan, yeyote atakayekuwa na nasaha, anataka kumnasihi nani? Kiongozi. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, falyakhudh biyadihi, amchukue kwa mkono wake pembeni, wayansahu sirran, na amnasihi kwa siri, bainahu wa baina, wakiwa wao wawili, yeye na huyo kiongozi. Fa in qabila, akikubali ile nasaha itakuwa ni khairi. Wa illa, na akiwa hakuzikubali, faqad adda ma alayhi, atakuwa ameshatekeleza yale ambayo ni wajibu kwake. Yani sisi wajibu kwetu ni nasaha. Swala la kiongozi kukubali, ule ni mzigo wake, yeye ataulizwa kama ulinasihi au kunasihika. Wala yajuzu ilanu al-intiqadat ala ulati al-umur, na wala haijuzu, haifai kutangaza yale mapungufu, kutangaza
kule kukosoa kwako, yani ile hali ya kukosoa kwako haifai wewe kuitangaza ala ulati umur, kama umemkosoa kiongozi moja mbili tatu ala almala, hasa katika hadhira ya watu, kama hiya alaihi madhahibu alkhawarij wal mu'tazila, kama walivyo sasa hivi katika madhehebu yao watu gani? Makhawarij na mu'tazila. Khawarij ndio hali yao. Wa minan nasihati lahum, na katika kuwanasihi hao viongozi, addu'a lahum bitawfiq, ni kuwaombea Allah awafikishe katika khairi, wali'ana, na kuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala awasaidie, awape aun katika mambo yao, kama kana alayhi salafu salih, kama jinsi walivyokuwa wema waliotangulia wakiwaombea dua ya tawfiki viongozi wao. Watajibu ta'atuhum, na ni wajibu kuwatii hao viongozi, ni wajibu kuwatii hao viongozi, lianna Allah ta'ala yaqulu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, mtiini Allah na mumtii mtume na mwatii viongozi wenu miongoni mwenu. Qala rahimahullah ta'ala, qala hafidhahullah, ndio kusema Sheikhuzani, watajibu salatu khalfahum, na ni wajibu kusali nyuma ya viongozi, wal jihadu ma'ahum, na kupigana nao jihadi, yani kupigana pamoja nao, ukiwa wewe ni mmoja katika wapambanaji wanaopambana katika kundi lao, katika jeshi lao. Lianna hadha min usuli itikadi ahli sunnati wal jamaa, kwa sababu hii ni katika misingi ya itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Wala yushtaratu fi wali al-amri al-muslim, na wala sio sharti kwa kiongozi anayotawalia mambo ya Waislamu an yakuna maasuma, sio sharti kwamba ni sharti kiongozi wa Kiislamu anayetawalia mambo ya Kiislamu awe hana madhambi. Na tumetoa mifano ya namna gani tangu zama za utawala wa Bani Umayya, utawala wa Bani Abbas, uliokuwa na baadhi ya akhtaa kwa viongozi, lakini zama hizo ndio zilikuwa zama za aima wakubwa min at-tabi'ina wa atba' at-tabi'in na baadhi ya masahaba, lakini ukoona wamehimiza watu kutoka chini ya taa yao. Sawa? Wala yushtatu fi wali al-amri an yakuna ma'suman salima min al-akhta', kwamba awe salimika na makosa. Faqad yakunu indahu akhta'un, kiongozi anaweza akawa na makosa, lakinahu yunasahu anha bi tariqati shar'iyya, lakini hayo makosa hayo inatakiwa anasihiwe makosa hayo kwa njia ya kisheria. Wala yajuzu al-khuruju alayhi min ajliha, wala haifai kutoka kwenye taa yake kwa ajili ya makosa hayo. Wala yajuzu tashhiruha, wala haifai kuyatangaza ihtijajan bihadith, kutolea hoja ya hadithi, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an naqula al-haqq la ta'khudhuna fi al-layla wa talay. Tumia hadithi kwamba tulimbai Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati tutasema haki, wala haitotuchukua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lawama za mwenye kulaumu, lawama za mwenye kulaumu zikatuzuia kusema haki. Haifai kutangaza makosa ya kiongozi kwa kutolea hoja hadithi hii. Kisha akaleta maana ya hadithi, akasema lianna maanaha an naqula al-haqqa, sababu maana yake ni kwamba sisi tumembai Mtume tuseme haki bitariqati shar'iyya, kwa njia ya kisheria, sio tu haki tu, la, kwa njia ya kisheria, jam'an baina al-hadithi duna tashhiri, kwa kukusanya baina zile hadithi zingine ambazo zilizokuja kueleza kwamba wanatakiwa utoe nasaha bila nini, bila kutangaza. Wala da'wata lilkhuruji alayhi, wala kulingania watu kutoka kwa kiongozi. Fa inna hadha laysa tariqan li bayani alhaq, hakika kutangaza makosa ya kiongozi sio njia ya kubainisha haki, bal hadha huwa almunkar almukhalif limanhaji salafi salih, bali huu ni munkar ambao unaokhalifiana na manhaji ya wema waliotangulia, wali sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam,
na ni munkar unaokhalifiana sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu yake. Wala nuwafiqu manhaj al-khawarij wa al-mu'tazila, wala sisi hatuwafiq na kukubali manhaj al-khawarij na mu'tazila. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh Islam anasema wala urifa anna ta'ifatan kharajat ala dhi sultani, haijawahi julikana huko nyuma kwamba kuna kundi liliwahi kutoka kwenye taa ya kiongozi wake, illa kana haluhum ba'da al-khuruj alayhi sharran minha qabla al-khuruj alayhi, isipokuwa hali yao baada ya kutoka kwa kiongozi huo ilikuwa ni hali ya shari zaidi ya vile ambavyo ilivyokuwa kabla ya kutoka. Yani hali yao baada ya kutoka ilikuwa ya shari zaidi kuliko vile ilivyokuwa kabla ya kutoka. Wa hadha shay'un mushahadul an, jambo hili ni jambo linaloonekana kwa sasa fi duwal allati tarat alaiha ala ulatiha, katika baadhi ya dola ambazo zilitoka kwa viongozi wao, fahaluha alana sharru min haliha kabla thawra. Sasa zitoka kwa viongozi wao wakataka kufanya mapinduzi, hali zao kabla ya mapinduzi zilikuwa nzuri kuliko hali zao baada ya mapinduzi. Waqad amara sallallahu alaihi wasallam bisabri ala juri al-ulati wa dhulmihim, au jawri al-ulati au jawri al-ulati. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha sisi Waislamu tusubirie uovu na uasi wa viongozi na dhulma yao. Angalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam amejua kwamba tutatawaliwa na viongozi waovu, tutatawaliwa na viongozi wenye dhulma, lakini akasema ikifika wakati huo tuvumilie, lianna hadha min irtikabi akhaffu ad-dararain lidafi a'lahuma, kwa sababu kufanya hivyo ni kufanya na kuliendea jambo ambalo lililokuwa lina madhara madogo zaidi kuliko lilo kuwa na madhara makubwa, kwa ajili ya nini? Ya kuzuia lile kubwa. Wala narda bima yahsulu minhum, na wala sisi haturidhii yale ambayo yanayopatikana kwao hao, bal nunasihuhum bitarkihi, yani haturidhii yale ambayo yanapatikana kwa viongozi madhalim, bali tunawanasihi kuacha. Wakadibaya as-sahaba radhiyallahu anhum Rasulullah ala adami naz'i yadi min ta'a, na masahaba walimpa Mtume sallallahu alaihi wasallam kiapo cha kumtii nini? Kuto kuondoa mkono wa taa, wala munazaati li ahli alwilaya, wala kuwapinga na kuwapigiza kelele watu wenye uongozi wao ash-shar'iyya, uongozi wa kisheria, kafili al-khawarij wal mu'tazila, kama ilivyo tabia za makhawarij sasa hivi na tabia za mu'tazila, alladhina hadhara an-nabiy min tariqatihim, hawa watu ambao Mtume ametahadharisha njia yao. Wa athbata at-tarikhu fashlaha, na tarehe imethibitisha kufeli kwa watu hawa mu'tazila na khawarij ala marri al-usur, tangu karne zilizopita huko. Wakati qala ta'ala li Musa wa Harun, kwa hakika Mtume Allah subhanahu wa ta'ala alisema kuambia Musa na Harun, lamma arsalahuma ila Firaun, alipowatuma kwa Firaun aliwaambia, fatiyahu faqula inna rasula rabbika, wamwendeeni nyinyi huyo Firaun, lakini mwambieni hakika sisi ni mitume wawili wa Mola wako, Musa wa Firaun, Musa wa Harun. Surah Taha 47. Qala atayahu wa lam yaqul a'lanna, atiyahu wa lam yaqul a'lina an-nakira wat-tashhir. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwaambia Musa na Harun mwendeeni, na wala hakuwaambia tangazeni. Ukafiri wa Firaun ulikuwa wazi ulikuwa wazi, kila mtu anajua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uslubu uliokuwa mzuri, muendeeni, wala msisimame katika mimbari mkatangaza. Wazi ma annahu Firaun alladhi da'a rububiyya, pamoja na kwamba huyu ni Firauni ambaye alidai uungu. Fakaifa biwali amri almuslimin, vipi itakuwa hali kwa kiongozi wa mambo ya Waislamu?
Wa akhbara subhanahu, Allah akaeleza anna hadha arja liqabuli nasiha, kwamba hali hii inatarajiwa kuwa iwe ni hali nzuri itakayomfanya yule anayenasihiwa kuwa ni mwenye kukubali nasaha. Kwa hiyo hii tunatutosha kuwa nasaha za siri ndio njia sahihi ya dawa kuliko at-tashhir. وقال الشيخ حفظه الله تعالى في موضع آخر في حديثه عن الفتن, akasema Sheikh katika sehemu nyingine na Sheikh Fauzan Allah muhifadhi, sehemu nyingine katika mazungumzo yake kuhusu fitna, kadhalika min a'zami alfitan fitnatu at-tafarruq wal ikhtilaf, katika fitna kubwa ni fitna ya watu kufarakana na kutofautiana, wa dhuhuru al-firaq wal jamaat, na kudhihiri kwa makundi na vikundi mbalimbali, vikundi vidogo vidogo na vikubwa vikubwa. Hadha min a'zami alfitan, hili jambo ni katika fitna kubwa. Wa hadha shay'un akhbara anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sema jambo hili ni jambo ambalo amelieleza mtume alayhi salatu wassalam, kama fi hadithi al-Irbad bin Sariya radiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Irbad Allah muiradhi, qala wa'adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha, kwamba mtume alitupa waadhi tena wawazi, wajilat minha alqulub, nyoyo zetu ziliogopa zikapata na hofu, wadharafat minha aluyun, na machozi yakatoka ndani ya macho yetu kwa sababu ya mawaidha hayo. Fakulna ya rasulullah kaannaha mau'izatu muwaddi'in fausina, tukasema kumwambia mtume, mtume wa Allah, haya mbona kama mawaidha ya kuaga, tuusie, inaonekana muda mchache utatutoka, tupe usia. Qala usikum bitaqwallahi wasami wa ta'a, mtume akawahusia maneno ya mwisho kabisa, kama nakuhusieni kumcha Allah na kuwasikiliza viongozi na kuwatii. As-samu wa ta'a yani liulati umuri almuslimin, yani kuwatii na kuwasikiliza viongozi wa Kiislamu. Lima fi dhalika min ijtima'i al-kalima, kutokana na yale yaliyomo ndani yake, kama watu wanapomtii kiongozi na kumsikiliza, kalima ya Waislamu inakuwa moja. wa quwwatul umma, na ile nguvu ya umma inakuwa kubwa. Wa haibatul umma, na lile tishio la umma linakuwa kubwa. Amama aadaiha, mbele ya maadui zake. Leo Waislamu, jambo la Gaza limewafanya sababu kuwa mutafarriqin, mutashattitin, kila mmoja mlaumu Muislamu mwenzake. Lao kama Waislamu wote wangekuwa kitu kimoja, sasa hivi tungekuwa tunaongea mambo mengine. Lakini Waislamu kila mmoja anasema ya kwake, itikadi zetu tofauti, manhaji zetu tofauti, na hatuna ule umoja wa Kiislamu ambao uliojengwa katika kitabu na sunna. idha ijtama'at tahta qiyadatiha wa tahta wilayatiha almu'mina fa inna dhalika yaj'al al-ummati haibatan wa quwwa, kwamba kalima inapokuwa imekusanyika, imekuwa ni moja chini ya uongozi wake na chini ya viongozi wake waliokuwa waumini, fa inna dhalika yaj'al al-ummati haibatan wa quwwa, haka jambo hilo linasababisha umma unakuwa na haiba, muonekano na heshima, na unakuwa na nini, na nguvu. Allahu alam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka bila Muhammad wa alihi wasallam.